nayo wazee wetu ni'matullah na kuna siini. Muache tabia za nifaq, tabia hizi mbaya. Msiseme sitofuata tuliyokuta kwa Kasim Pongwe. Kasim asili yake katika Uislamu alikuwa ni mpiga madufu. Miaka amepiga madufu, miaka madufu, na bado kwenye ngoma za masikio yake kuna asili ya madufu. Kwa hiyo mtayafuata hayo na mnaacha haki ya Uislamu. Msiseme maneno hayo. Amesema Ibn Hazm rahimahullah akielezea uharamu wa taklidi wa kufatafata kubeba tu masala kichwa mchungwa. Wakala taala madihan, anaendelea anasema, na Allah subhanahu wa ta'ala amesema akiwasifia liqaumin, watu lam yukallidu, ambao hawakubeba mambo kichwa mchungwa kama nyinyi matullab, nyinyi mustafidun ambao mnaelekea kuyabeba mambo kichwa mchungwa. Allah kawasifu katika Qur'an. Allah tabaraka wa taala asema jalla jalalu akimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, fabashir ibadi, ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wabashirie waja wangu, alladhina yastami'una alqawla, ambao wanasikia maneno, fayattabi'una ahsana, na wanafuata yaliyokuwa mazuri. Ulaika alladhina hadahumullah, hao ndio wale ambao Allah Taala amewaongoza. Wa ulaika hum ulul albab, na hao ndio watu wenye akili, watu wenye akili. Sikilizeni dalili na kupeni, enyi matulab mnaozuiliwa msisikie. Allah Taala hajatuzuia sisi kuyasikia maneno ya washirikina. Wanapotuita wakatutamkia, tunaruhusiwa kisheria tusikie maneno yao. Wanapotuita makufaru, hatujakatazwa na sheria kuwasikia maneno yao, tuwasikie. Enyi mnaosikia kwenye mabunge haya makufaru, hamjazuiliwa na Allah tabaraka wa taala kusikia upotofu wao na kile wanachokisema katika mabunge yao. Enyi Waislam, na kuambieni na matulabu khasa, hamjakatazwa na Allah tabaraka wa taala kusikia maneno ya wajinga, bali Allah subhanahu wa taala amekupeni wasfu, ampa bishara mtume sallallahu alaihi wasallam, anamuamrisha akimwambia fabashir ibadi, wape bishara waja wangu. Waja wa Allah wakoje? Alladhina yastami'una alqawla, wale ambao wanasikia maneno. Qala fulani, amesema Sheikh Abudi akasikia, amesema Abu Ismaila akasikia, amesema Sheikh Al-Albani akasikia, amesema Nuruddin Kishki akasikia, amesema Muhammad Isa akasikia, amesema Muhammad Idi akasikia, amesema Mufti Simba akasikia. Lakini katika kusikia kwake sio kalazimisha kufuata. Allah tabaraka wa taala amempa sifa ya mja wake, na Allah anapowaita waja wake kwa ibadi anawaita kwa jina la rahma. Vipi kijishehe kipinga jihadi, kifuga kuku, kinachokusanya zaidi ya milioni 10 kwa mwaka kutoka kwenu, kiwazuie msimsikie Sheikh Abudi, Abu Ismail, Nuruddin Kishki, Muhammad Idi, japo kila mtu ana zalla zake? Lakini nasema sikiliza, kuna moja katika 100, kuna neno la haki. Allah atakupa hidayah. Yule anayewakataza watu ni muoga, anajua yeye maneno yake hayawezi kumuapply Muislam akaelewa nini future. Atagandamizwa kwa fatawa za Saudia za wao ambazo haziwahusu wa Tanzania. Maana yake fatwa za wanawachuoni zinategemea miji, ziko za miji yao na ziko za kiulimwengu. Usikuchukua kwa wavisha watu huku, mtu ajui mazingira unaoishi, kipato chako na kipataje, kisha kuletee tu fatawa amesema fulani, hata uzipimi. Mimi nakwambia nisikilizeni, na sio dhambi, ndio utaji Allah tabaraka wa taala. Lianna Allah taala qala fabashir ibadi, amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, wabashirie waja wangu. Waja gani hao? Ikaja ismul mausuli,
alladhina ni ismu almawsuli, alladhina yastami'una alqawla, wale ambao wanasikia maneno. Na kila mwenye kuzungumza, nitakuleteeni tafsiri ya salafi ya al-Imam at-Tabari rahimahullah, amesemaje juu ya aya hii. Wale wenye kusikia maneno, anakuja katika halqa ya Abu Ismail, anakaa, Allah anamsikilizisha, na wengi wamepata hidayah wanapokuwa wakisikilizishwa nje maneno ya wapingaji ambao walihudhuria katika halqa hii, wakaamua kubadilisha, wakisikilizishwa nje, wakija wenyewe hawatoki, wanakaa, wanaona hii ndio sehemu ya kusikiliza darasa, kwa sababu ninapozungumza nje huko ni tofauti na mtu akija katika halqa hii. Maana yake imefikia pahali unaambiwa Abu Ismail asomi aya wala hadithi wala akwali za wanawachuoni, huyu hajawahi kuja akakaa akasikilizishwa. Kwa hiyo naye ni muongo na achukue tahadhari, anaweza kuingia katika nifaq, kwa sababu anazungumza kitu ambacho ana ushahidi nacho. Mimi nasoma aya na ahadith na akwali za wanawachuoni na si mufti mimi. Allah amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fabashir ibadi alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wale wanaosikia maneno na wanafuata ile ahsana, wanafuata yale maneno mazuri. Kwa hiyo akizungumza Muhammad Eidi, tenga muda kwenye TV yao, anasema basi wewe ili uwe ulul albab, Allah akusifi kwamba ni mtu mwenye akili, unaangalia ili Muhammad Eidi amezungumza jambo la bid'a, lakini ili amezungumza hasa jambo la kisheria, chukua hilo la bid'a muachie wenyewe. Hapo kuna makosa gani? Kuna makosa gani? Na ukifanya hivyo ndio unaitwa ulul albabi, mustalahati wa Allah Ta'ala, yeye amekuita hivyo, kuna kosa gani? Allah akatoa wasfu akasema, ulaika alladhina hadahumullah, hawa ndio wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza. Tena akaongeza na wasfu nyingine, wa ulaika hum ulul albab, nao ndio watu wenye akili. Kwa hiyo matulab, na kuhusieni mashabab, vijana, mmeacha miji yenu, wazee wa kutoleni pesa zaidi ya 100,000 kumpa huyu mfuga kuku wa Pongwe, angalieni sana msipinge hii aya. Akikwambieni usisikie, mwambie mbona Allah tabaraka wa taala amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fabashir ibadi alladhina yastami'una alqawla, mpaka mwisho wa aya. Intaha kalamuhu, yameishia hapa maneno ya Ibn Hazm. Huyu ni mwana wa chuoni Ibn Hazm, sio mwana wa chuoni wa Kisaudia wa mwaka huu. Ibn Hazmi amezaliwa mwaka 384 au 5. Allah tabaraka wa taala akamfisha mwaka wa 450, na yani umri wake Ibn Hazmi Allah amemfisha ana miaka 72. 72. Al-Imam Adh-Dhahabi katika kitabu chake kinaitwa Siyaru A'lami Nubalai ameelezea historia ya Ibn Hazmi kwa mukhtasar, kaielezea na wasfu wake. Karne ya 3, mwaka wa 300 kazaliwa, Allah kamfisha mwaka wa 400. Yani ametangulia kuishi kabla ya kuzaliwa Ibn al-Qayyim wala Ibn Taymiyyah. Hawa ni wa mwaka wa 600 700. Huyu mwaka wa 300, karne ya 3. Ibn Hazm anatuambia maneno haya na wahusia wanafunzi. Na sikuishia hapo tu kwamba awe ameelezea haya masala ya taklidi kayatolea dalili. Huyu ni mwanachuoni, sio Abu Ismail, mimi nimenukuu tu. Kama haram kunukuu tutaambiwa kwa sababu dini ni kunukuu. Mimi nimenukuu maneno ya Ibn Hazmi nikiwa nasi wanafunzi wa markaz ya kupinga kitali ya Pongwe. Markaz dhaifu sana.
markaz dhaifu, sisemi wale walioko pale pia nao ni madhaifu. Kuna watu wana choose na wanaijua haki, na kuna mambo yanawafanya wakubali kitakachosema haya bana, lakini wana malengo yao, kwa sababu haki wameijua. Damu za Waislamu zinamwagwa kila usiku na mchana, za mwagwa damu za Waislamu. Mikaa tu unasoma, unawatukana wale mujahidin wenye kulipiza kisasi, wewe umekaa tu unajiona uko sawa. Sikuishia hapo ndugu zangu katika imani. وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى عن هذه الآية بقوله، akasema Imam الطبري رحمه الله katika aya hii kwa maneno yafuatayo: Shetani amenisaulisha kuiandika aya hii katika sura gani? Kuna mtu anajua katika sura gani? Surati Zumar. Allah amenikumbusha. Masaf tia maji kidogo. Surati Zumar aya 18. Allahu Akbar. Sikuandika hapa, lakini Allah ananikumbusha. Zumar 18. Ngoja tuwawekee vijana watahangaika. Surati Zumar. Allahu Akbar. Ewa. Ciao, voglio che وقال الإمام الطبري, amesema Imam Tabari katika aya hii, pengine vijana wasipate tabu kuitafuta, iko katika suratu Zumar aya nambari 18. Anasema rahimahullah, huyu ni mfasiri wa kitabu cha Allah Ta'ala, anasema yaqulu jalla thanauhu, anasema Allah tabaraka wa taala ambaye ametakasika na sifa chafu, sifa zake zote nzuri tabaraka wa taala, linabii, akimwambia mtume wake Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, anamwambia nini? Fabashir ya Muhammadu ibadi, ewe Muhammad wabashirie waja wangu. Nimenukuu katika tafasiri ya Tabari. Ibn Kathir akuitafasiri sana, kapita kidogo tu, inawezekana huko nyuma aliwahi kuzungumzia jambo hili. Fabashir ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibadi, ewe mtume wabashirie waja wangu mimi, alladhina yastami'una alqawla, ambao wanasikia maneno, min alqailina, maneno ya wasemaji. Kwa maana nyingine alqailina, maneno ya Abu Dirogo rahimahullah, maneno ya Abu Ismaili hafidhahullah, maneno ya Sheikhul Mujahid Murabit Usama bin Laden rahimahullah, maneno ya Abu Yahya al-Libi rahimahullah, maneno ya Abu Muhammad al-Maqdisi rahimahullah, maneno ya Nuruddin Kishki hafidhahullah wa hadawi ila tariqi al-mustaqim. Sisi sio manhaji yetu kwa kufurisha watu, wala muamala wetu na watu wa bid'a uko muamala ambao sisi Allah tabaraka wa taala ametufundisha. Uko muamala, hatuwezi kutaamal na wao kama tunavyotaamal na makufaru hirbiyun wanaopiga vita Uislamu. Sikilizeni maneno ya mashaikh, sikilizeni maneno ya madaiya wanapokuijieni katika misikiti yenu, wapeni nafasi, zungumza. Akikosea kabla hajashuka pale pale swali, akishindwa aseme ameshindwa na mumnasihi, sio kukataa tu.
wakija jamaatu tabligh wana dawa, wapeni watoe dawa. Mtawazuiaje